Shalom watoto wa Mungu, shalom nyie wote ambao mko natufata, shalom. Ninasema tena Bwana Yesu asifiwe kwa kutupatia fursa hii ya kuwa pamoja tena katika kipindi kizuri. Kwa majina naitwa Evangelist Fidel Zamukulu na nina neno fupi ambao nitaka ni share na wewe mtoto wa Mungu. Unajua maneno ya Mungu inakuwa mtamu pale ambapo unaielewa. Maneno ya Mungu inakuwa na nguvu pale ambapo unajua maana yayo. Na inawezekana uione kuwe mbaya kama uyaelewa maneno ya Mungu, lakini ninaamini kwa kipindi ambao tutakuwa nayo utaelewa. Acha basi tuombe Mungu ili tuanze. Baba Mungu, ninakushukuru kwa maana uko mwema. Asante kwa fadhili zako ni za milele. Asante kwa maana uko mwema, unatosha, unaenea. Ninataka kuongea na watoto wako. Acha hii neno Baba ibadilishe maisha ya mtu moya na imtoshe mahali mpeleke mahali kupitia uwezo wa jina la Yesu, amen. Tunataka tuongee neno fupi ambao inaitwa misingi. Unajua watu wengi wanateseka sababu hawaelewa misingi ni nini. Watu wengi wako nalia sababu hawaelewa misingi ni nini. Unajua misingi kiharibika, Daudi anasema mwenye yake atafanya nini? Lakini ninaamini kama kupitia hii kitu kuna mahali kwenye Mungu atakubariki na atakusaidia. Na ninataka tusome verse yetu hapa na ninajua itakubariki, na ni verse iko ndani ya Zaburi 11:13 yake. Zaburi 11:13 yake inasema, ikiwa misingi imebomolewa mwenye haki atafanya nini? Ndio Zaburi. Zaburi hii ni kitabu ambao ni Daudi aliandika, na aliandika hii kitabu wakati ambao alikuwa mateso ya mingi. Mateso wakati ilizidi akaandika Zaburi hii. Unajua mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umuponya nayo. Unaweza kuwa na mateso ya mingi, lakini ile mateso yake juu ya kukua. Unaweza kuwa na mateso ya mingi, lakini kuna mpango wa Mungu ameweka pale pembeni. Watu wengi waliomtafuta Mungu, waliomtumikia Mungu waliteseka. Watu wengi ambao walimpenda Mungu walipitia mateso, na katika ile mateso kulikuwa ambao njie Mungu alifanya. Na hii kitabu ya Zaburi haikuandikwa sababu alikuwa anacheka, hapana. Hii kitabu ya Zaburi iliandikwa pale ambapo alikuwa mateso, pale ambapo anakimbiziwa na watoto wake, vita inaanza. Ikabidi ndio akatosha hii neno akasema, ikiwa misingi imebomolewa mwenye haki atafanya nini? Ni hapa anajiuliza, ni hapa anasema hii misingi ikitoshka, eske mwenye yake atafanya nini? Na wewe nataka nikuulize, ni misingi gani uko nayo? Ni misingi gani inasimama kwa maisha yako? Ni misingi gani inashindwa kubomolewa? Ni misingi gani inakulelesha? Na weka mkono wangu juu, nina deklare mjina la Yesu Kristo, kama misingi ya tate yako, kama misingi ya shangazi yako iliyoshimama kwenu ikatuma usiendelee, ninayapomoa kwa jina la Yesu. Kinipa amena, Mungu aifanye kwa maisha yako. Maisha yote ya Mkristo inalomba akuwe na misingi. Na Biblia inasema hivi, Paulo, tulikuwa tumefungwa na dhambi, lakini tulipompata Yesu tukakuwa huru, tukafungwa sasa na nini? Na nani? Ya Yesu Kristo. Hapa chini ukishuka kuna sema hivi, Zaburi yake 11:4 yake Daudi anajibia neno hii, anasema eske aseme ikiwa misingi kibomolewa mwenye yake atafanya nini? Zaburi 11:3 yake ndio inasema vile, lakini Zaburi 11:4 yake Daudi anajibia, anasema Bwana yuko katika hekalu lake takatifu, kiti cha enzi cha Bwana kiko mbinguni. Kwa Daudi aseme hivi, Daudi kuna maneno mbili anasema hivi, maana yake misingi ya dunia ikiharibika, Mungu bado yuko mwenye kiti chake cha enzi, mwenye haki ajikimbizi, anaendelea kumtegemea yeye. Maana yake ni kusema nini? Anajibia hapa sasa, hata misingi kibomolewa Mungu anakaa katika kanisa. Pourquoi Daudi aseme hivi? Mungu anakaa katika kanisa sababu alijua mkanisa ndio mwenye Mungu anajificha, na kanisa ya kwanza ya mwanadamu ni roho yake. Haleluya! Ukikaa katika roho yako ndani ya chuki, fitina, misingi ya mubaya inapasha tukua. Mnakutana leo makanisa inakuwa ni wivu. Unakutana leo makanisa bishop na apotre abaongee. Unakutana leo makanisa nabii na evangelist abaongee. Unakutana leo intercession inakuwa mavita, machafuko. Problem ni misingi.
Niko na neno fupi nikwambie, kwa nini watu waokoke? Kwa nini ukutanane mtu ni nabii, mtu ni pastor, lakini angali nafanya usharati, lakini angali naiba, lakini angali nafanya dhambi? Nina neno mbili ambayo nakwambia. Probleme sio kusema yaokoka. Probleme sio kusema aseme hana Mungu. Probleme sio kusema aseme aliokoka kipande. Hapana. Probleme ni misingi. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuwa mtu mwenye unaweza dharau misingi ya kweli, ile misingi na ndio itakuwaka. Ukisoma mkitabu wakati yenye nikizani ni wafalme pale, kama iko wafalme ni Samueli wa kwanza, iko naongelea Samueli wa kwanza wala pili, iko naongelea habari yenye Sauli ambapo anaenda tafuta punda ya baba yake, na alipotafuta punda ya baba yake akakosa punda, lakini akauliza mfanyakazi wake, eske kuna nabii hapa ambaye tunaweza kumwona? Mfanyakazi akamwambia ndio, kuna nabii ambaye anaitwa Samueli, lakini akamwambia tutaenda muonaje? Mfanyakazi akamwambia ninao kitu fulani hapa tunaweza kumupelekea. Alipofika kwa nabii akamaliza kumupaka mafuta, akamwambia kitu mbili. Alimwambia kamwase, wakati utaondoka utakutanana na watu wawili katika kaburi ya Raheli. Raheli ni tate yake, ni mamake na Benjamin. Benjamin ndio kizazi yenye Sauli anatoka hamo. Sasa nini nabii alitaka amanishe, afananishe, aoneshe nini hapa? Nabii alitaka mwambie mbele uende kuwa mfalme, pita kwanza kukaburi ya tate yako. Kiliwaka tate yako ni misingi ya kichawi. Rachel ni bibi ya Yakobo, baba yake yeye peke ndio Labani. Balipotoka kwa Labani, kumbe Rachel alibaka buchawi ya baba yake, na alipoenda na buchawi ya baba yake, Labani akafuata Yakobo, akamwambia kwa nini unaweza kuniibia vitu vyangu? Yakobo akamwambia mie siwezi, tupande kwa mlima tulape na tufanye agano, mwenye aliiba kia mtu akufe. Kumbe Yakobo bila kujua anaua bibi yake. Sasa misingi ile iliyomuua tate yake, kumbe ndio itaua na mjukulu. Nilitaka nikwambie wewe mbona unanifuata, bebiluwaka baba yako biko na riski kukuua, bebiluwaka tate yako biko na riski kukuua, bebilifanya ka familia yenu iteseke, na wewe inaweza kufanya kuteseka. Maana kitu kia kwanza kenye Mkristo anapaswa fanya ni kuvunja misingi. Na wapi ambapo utaona misingi ambayo iko na nguvu? Nina pointi kama 2 hapa 3 ambao unaweza kujua misingi. Ni point yangu ya kwanza ni hiki. Misingi always inakuletea, ukisoma kitabu ya Zaburi 3 ndio inasema hivi, misingi ikiharibika kwa sababu, maana misingi ikiharibika inakuwa na sababu fulani. Lakini point yangu ya kwanza sema misingi